Video hii nataka ujue kwa nini ukatia majani, namna wanavyokatia majani na namna wanavyoweka majani sawa. Mbegu zinapokuwa zimeota kwenye shamba la kitalu, mbegu zinapokuwa zimeota kwenye kitalu, ni muhimu sana kuzikatia kwa sababu ni katika uboreshaji wa kuweza kufanya mbegu iendane na msimu wa kilimo, lakini pia iweze kukomaa, lakini pia iweze kulingana na mahitaji ya mkulima. Sasa ukatia nini? Ukatia majani ni kitendo cha kupunguza urefukaji wa mche kwa kukatia ncha za majani katika kuashiria kwamba kidogo ambacho kinaonekana pale kiwe kinafaa. Kwa hiyo unakatia ncha za majani, majani yake juu kidogo ya ncha ya ukuaji. Sasa kwenye ncha ya ukuaji usikate, kata ncha ya majani. Kwa hiyo kukatia majani ni muhimu ili ukuaji wa mche uwe sawa. Lakini pia kukatia majani husaidia miche midogo kukua kwa kiasi ambacho, kwa sababu ile ule mche mkubwa unapokuwa umekuwa unakufunika ile miche midogo. Kwa unapokatia umetoa kivuli na miche midogo itakuwa. Kata majani mara baada ya kivuli cha majani kufikia 60% hadi 80% ya kivuli chote, na uendelee kila wiki hadi mche itakapoonekana kuwa sawa. Unapokuwa unakatia majani, angalia ile miche ambayo tayari ina ncha za majani makubwa. Kwa ukishaona ile miche ambayo ina ncha za majani makubwa unakatia. Ukishakatia hakikisha kwamba hata tule tudogo ambao tupo chini mpaka tutakapokuja kuonekana na wenyewe, yani miche imekuwa level, ndio utakuja kuacha. Lakini hakikisha kwamba mbegu kwenye kitalu zipo level. Lakini pia katia majani kwa kutumia kisu kikali na kisafi. Zingatia usafi wenye kisu lakini pia kiwe kikali. Ukishika tu unakata. Osha mikono yako na kisu mara tu unapomaliza kitalu kimoja na kuhamia kingine. Unaosha mikono na kisu kwa sababu hali ya kitalu kimoja sio hali ya kitalu kingine. Kwa hiyo unaosha ili kupunguza uwezekano wa kuhamisha magonjwa toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio maana tunaosha mikono na tunaosha kisu kilichotumika kukatia ncha za majani. Lakini pia majani yaliyokatwa yatupwe mbali na kitalu. Yale majani yanaenda kuoza, yanapoenda kuoza yanaweza kusababisha masuala mengine ya kuweza kusababisha magonjwa kwa sababu yana uvundo yakishaoza. Kwa inaweza kusababisha magonjwa kwenye kitalu cha tumbaku. Lakini pia kata majani ili kukata majani kunasaidia kupunguza kasi ya ukuaji wa miche. Kwa kata majani ili kusaidia mche usiweze kukua ukarefuka kiasi kwamba hautafaa kwenye upandaji wa shamba. Ni hilo tu. Kwa katika kukata majani, kukatia majani, namna ya kuweza kukatia majani, hakikisha una kisu kikali, hakikisha mikono yako ni misafi, hakikisha umevaa gloves, hakikisha umevaa zile gun boots au guard boots zile, unakuwa salama. Lakini pia kitu cha mcha kuzingatia unapomaliza kukata yale majani kwenye ncha ya jani, kata ncha ya jani na sio ncha ya mmea. Kwenye ncha ya mmea utakuwa umeuharibu, lakini ncha ya jani utasababisha na zile mbegu ndogo kuota. Kwa hiyo vitu vya kuzingatia ni hivyo. Lakini pia yale majani uliyoyakata hakikisha umeyatupa mbali kiasi kwamba hayataathiri au hayataleta magonjwa kwenye nini, kwenye kitalu, kwenye vitalu pale. Lakini pia unapotoka kwenye kitalu kimoja, unapokuwa umemaliza kukata majani kwenye kitalu kimoja na yale majani uliyokata ukayatupa, hakikisha kwamba mikono yako unaisafisha na kisu unakisafisha ili kuhamia sehemu ya kitalu kingine. Hiyo inasababisha inasababisha kuweza kuepuka kuhamisha magonjwa kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Ni hayo tu. Asante kwa kunisikiliza, lakini kumbuka subscribe. Kama hujasubscribe, subscribe. Kama hujashare video za kukupa madini ya kuweza kujua uanze wapi uishie wapi ni nyingi sana na kuletea. Sina uchoyo.